Mubashara mtazamaji kutoka chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi, ikiwa imebakisha dakika 3 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mfasiri kwa lugha ya ishara nafahamika kama Valin Owino. Tuna mengi ambayo tumekuandalia ikiwemo siasa au uchaguzi wa nchi jirani ya Tanzania. Kwa hivyo kwa hayo na mengine mengi tuandamane hadi tamati, lakini kwanza kabisa wacha tupate yaliyomo. Yaliyomo kwenye upeo wa TV47. Maandamano yashuhudiwa Tanzania siku ya uchaguzi. Idadi ndogo ya wapiga kura ilishuhudiwa wakati wa uchaguzi huo. Wandani wa Gachagua wamtembelea kinara wa ODM Oburu Oginga. Safari za Bondo zikizidi. Moi, Mudavadi na Wetangula walikuwa Bondo leo. Na mwanafunzi wa gredi ya 9 uawa akielekea shuleni eneo la Lolgorian, kaunti ya Narok. Tunafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa X @TV47 Digital, mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mfasiri kwa lugha ya ishara kwa mara nyingine anafahamika kama Valin Owino. Tuandamane hadi tamati. Katibu katika idara ya safari za anga nchini, Teresia Mbaika, amesema kuwa uchunguzi wa ajali ya ndege iliyoanguka katika eneo la Simba Golini katika kaunti ya Kwale utachukua muda wa siku 30. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuzuru eneo la mkasa wa ajali hiyo, Mbaika amesema kwamba kikosi maalum cha wataalamu wa kuchunguza ajali za ndege kimetumwa eneo hilo. Aidha amesema kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Masuala ya Nje imewasiliana na serikali za Hungary na Ujerumani baada ya raia wa mataifa hayo kufariki katika ajali hiyo. Uchunguzi huo pia unatarajiwa kubainisha iwapo bado kuna sehemu za miili ya watu waliokwama kwenye mabaki ya ndege hiyo iliyoua watalii 10 na rubani mmoja Mkenya. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea Kichwa Tembo katika mbuga ya wanyamapori ya Masai Mara kutoka eneo la Diani kabla ya kuanguka na kushika moto. The process is still on. As you may see behind here, the process of mapping the accident site is still ongoing. We may have to give the team on the ground, that is a team from Aircraft Accident Investigation Department, an opportunity to ensure that the area behind here is combed in line with the provisions of an expert team. I may not confirm at this point in time because the process is still on whether all the bodies have been recovered or otherwise. But from what you can see here, the process is still on. And on behalf of myself, that of the Minister of Roads and Transport and the government of Kenya, we want to send our deepest condolences to the families and friends who lost their loved ones in this very unfortunate event. Ni taarifa ambayo utaipata kwa ukamilifu mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Julius Ogamba amekiri mbele ya kamati ya bunge ya elimu kwamba shule za umma nchini bado zinakabiliwa na changamoto kubwa za kucheleweshwa kwa mgao wa fedha shuleni. Akiwa mbele ya kamati hiyo, Ogamba amesema upungufu wa takriban shilingi bilioni 64 umetokea katika miaka ya hivi karibuni, huku shule za sekondari zikipokea shilingi bilioni 28.8 pekee badala ya shilingi bilioni 36.3 zilizotarajiwa. Ogamba ameeleza kuwa ucheleweshaji huo unatokana na changamoto za data za wanafunzi kupitia mifumo ya NEMIS na KEMIS pamoja na kuchelewa kwa fedha kutoka hazina kuu. Wabunge wamehoji uhuru wa elimu ikiwa wazazi bado wanalalamika kuchangia gharama. Kamati hiyo imetaka mgao huo kushughulikiwa kama mishahara ili kuepuka ucheleweshwaji unaoathiri ubora wa elimu nchini. So we did agree that by last week or it was the other week that all schools in this country should have received their share of capitation. Chair, and you directed that. Chair, and they have. You directed that. But yes. Now you are saying about 27. No. The 29. Yes. 29 position. But if there is a specific case where somebody is saying, I have not received even a shilling,
we can deal with that specifically because we have the data. We've done a very good verification exercise. So every day that we are finishing the verification exercise, we were releasing funds to those schools. By the end of the verification exercise, we had 990 schools, being 570 primary and 420 secondary, making a total of 990 who had not submitted the data. The capitation for term 3 this year was based on the verification exercise that we were undertaking. And this came because of the issues that were raised by the Auditor General. So we thought it is a critical time for us to take stock and find out why those issues of ghost schools or ghost students of enrollment and enrollment are taking place. Naam, tukiachana na hayo mtazamaji, kwa sasa tutakuwa tunaangazia taarifa hasa kuhusiana na uchaguzi wa nchi jirani ya Tanzania. Na ambapo tunaanza na taarifa hii ambapo hali tete imetanda kufuatia maandamano yaliyozuka katika miji tofauti nchini Tanzania ya kupinga uchaguzi mkuu uliofanyika leo na kusababisha kufungwa kwa huduma za interneti kote nchini humo. Kufuatia vurugu hizi, serikali ya Tanzania kupitia idara ya polisi imetangaza amri ya kutotoka nje usiku kuanzia saa 12 jioni. Sheila Chalangat ana taarifa hii kwa kina. Maelfu ya Watanzania waliamka mapema hii leo kwa uchaguzi mkuu ambao umekosolewa vikali. Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia chama tawala Chama cha Mapinduzi akiwania muhula wake wa kwanza kamili tangu achukue uongozi mwaka 2021. Wakapige kura, chagua viongozi wanaowataka ili nchi yetu tumalize zoezi hili la demokrasia na tuendelee na shughuli zetu za kawaida. Uchaguzi huu ukiwa na idadi kubwa zaidi ya waliojisajili kupiga kura, wapiga kura milioni 37. Hata hivyo, ukosoaji umejitokeza kufuatia vitisho, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa. Na huku wengine wakijitokeza kupiga kura, mamia ya wanaopinga serikali ya Samia Suluhu walijaajaa barabarani kuandamana dhidi ya uchaguzi huu kufanyika. Hatutaki CCM! Hatutaki CCM! Hatutaki! Jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kimara na Ubungo, waandamanaji walifunga barabara na kuchoma magurudumu, lalama zao ikiwa ni uwazi katika uchaguzi uliokuwa ukiendelea. Tuwe pamoja, tumwangaliane. Matukio haya yakishika kasi kwenye mitandao, mwendo wa saa 8 mchana, huduma za mtandao zilitatizika. Shirika la uchunguzi wa mtandao NetBlocks liliripoti kuwa huduma ya mtandao zilikuwa zimepungua kwa zaidi ya 90% nchini Tanzania katika siku hii ya uchaguzi, ikitazamwa kama jaribio la serikali ya Tanzania kunyamazisha sauti huru na kuzuia ufuatiliaji wa uchaguzi. Hali hii tete imesababisha tahadhari kutoka kwa mashirika tofauti kuhusu maandamano haya, ikiwemo ubalozi wa Marekani uliotoa tahadhari kwa raia wake kuepuka maeneo yaliyokuwa na vurugu. Nchini Kenya, kwenye mpaka wa Tanzania, polisi wa Tanzania walilazimika kuwazuia mamia ya Wakenya waliokuwa wanajaribu kuvuka mpaka wa Namanga ili kuwasaidia Watanzania katika maandamano dhidi ya uchaguzi huu. Kwa sasa ripoti kutoka nchini humo zinaeleza kuwa wako kwenye amri ya kutotoka nje iliyowekwa kuanzia saa 12 jioni, ila waandamanaji wameapa kuendelea licha ya amri hii. Sheila Chalangat, runinga ya TV 47.
Na tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi kwingineko ni kwamba familia ya aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga imemkaribisha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutoa heshima zake katika kaburi la Odinga huko Bondo katika kaunti ya Siaya. Haya yaliibuka leo baada ya washirika wa Gachagua, maseneta Karungo Wathang'wa na John Methu kumtembelea Oburu nyumbani kwake hapa Nairobi kumfariji kwa kifo cha nduguye. Gachagua na Kalonzo wanatarajiwa kutembelea kaburi la Odinga baadaye wiki hii, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Apollo Kamau. Kwa sababu ya wageni wa Nairobi, lakini wageni wa Bondo tena tutaleta ingine mingi sana. Asante sana. Matembezi ya washirika wa Gachagua, seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa na mwenzake wa Nyandarua John Methu nyumbani kwa nduguye Odinga Oburu yanasemekana kufungua mwaliko aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kiranja mwenza wa upinzani Kalonzo Musyoka baadaye wiki hii, wanapotarajiwa kutembelea kaburi la Odinga Bondo, kaunti ya Siaya, kutoa heshima zao. Thank you very much. And pole again. And congratulations. Na hii nimekupatia. Katika matembezi yao kwa Oburu hapa Nairobi, walipotoa kondoo ambao ni zawadi ya heshima ya juu katika jamii ya Wakikuyu, maseneta hao wanasemekana kupata ukaribisho na hakikisho la usalama, wakati vigogo wa upinzani watatembea Opoda Farm na Kang'o ka Jaramogi kutoa heshima zao. Haya yamejiri huku aliyekuwa rais wa Ghana Nana Akufo-Addo akiwa miongoni mwa ujumbe wa serikali ulioongozwa na waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi, waziri wa mashirika Wycliffe Oparanya, spika wa bunge Moses Wetangula, mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi, katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi KOTU Francis Atwoli na magavana wakifariji familia na kutoa heshima zao. So I came here today to be able in person to express to his family, his widow, his family, and to the people of Kenya my personal deep-seated condolence. Let me also just say thank you, Your Excellency, Nana Addo, for being here. This was your friend, and we are truly honored that you've come all the way from Ghana to be with us and the family here. It's a major sign and show of respect and partnership. Hafla ya leo ikiwa ni siku 10 baada ya Odinga kuzikwa. Apollo Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Tukizamia katika sekta ya elimu ni kwamba Wizara ya Elimu imethibitisha kuwa baraza la mitihani nchini NEC linakabiliwa na upungufu wa fedha zaidi ya shilingi bilioni 3.7. Hata hivyo, waziri wa elimu Julius Ogamba amewahakikishia wananchi kuwa shughuli ya mitihani itaendelea kama ilivyopangwa. Wizara ya Elimu imechukua hatua za dharura kuhakikisha kwamba wanafunzi hawataathirika na upungufu huo wa bajeti wala mvua zinazoendelea kunya kote nchini. Honorable members. Upungufu wa shilingi bilioni 3.7 unaweka kwenye njia panda maandalizi ya mitihani ya kitaifa inapoingia siku yake ya 3. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu, waziri wa elimu Julius Ogamba alikiri kuwa baraza la mitihani nchini NEC linakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa fedha. In September 2025, however, the National Treasury communicated the grant of additional funding under Supplementary 1 to the tune of 3.1 billion, leaving a deficit currently now of 3.723 billion. Waziri Ogamba, ambaye alikabiliwa na maswali mazito kutoka kwa wabunge, alipuuzilia mbali hofu ya kutatizika kwa shughuli ya mitihani nchini, akisema wizara imeweka mikakati ya dharura kuhakikisha mchakato wa mitihani unaendelea bila matatizo. So given we already have a shortfall of about 3.7 billion, and then there is the question of disbursements, even for the ones which are already allocated, and then there is a payment to pending bills. It means the gap we are talking about for managing examinations this year is bigger than the shortfall in the budget. The deficit problem is there, but I just want to assure the committee and the country
that just as we were able to get through you the 5.9 billion, just as we've been able to get the 3.1 billion through Treasury, we would be able to get that other shortfall so that we make the payment. So there is no need to worry too much because we are working towards ensure. Hata hivyo, wabunge walitilia shaka jinsi wizara itakavyolipa wakaguzi wa mitihani kwa wakati ikiwa na pengo la kifedha la shilingi bilioni 3.7, wakionya kuwa ucheleweshaji wowote unaweza kuathiri muda wa kutolewa kwa matokeo. Teachers putting down their tools saying we've not been paid last year, we have even finished marking, we have not been paid, and the rest. How prepared are you to ensure that we have no strikes in the marking centers? We've already made arrangements. They are going to report for marking on the 5th of November. Kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa maeneo kadhaa, waziri alisema kuwa helikopta za dharura zimewekwa tayari kuhakikisha usambazaji wa karatasi za mitihani. Aidha, alihakikishia umma kwamba matokeo ya mitihani ya KPSEA na KJSEA yatatolewa kufikia mwezi Desemba, huku matokeo ya KCSE yakitarajiwa kutolewa mwezi Januari mwaka ujao. Andrin Kilemi, TV 47. Asante sana Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo. Huzuni imekumba kijiji cha Oldonyo Orok katika eneo la Ang'ata Barikoi kufuatia kisa cha kusikitisha cha msichana mmoja ambaye alikuwa mtahiniwa wa mtihani wa KJSEA. Safari yake haikumalizika kama ilivyotarajiwa. Badala ya kufika shuleni, aliuawa kwa njia ya kikatili. Mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba la miwa katika eneo la Lolgorian, hali iliyoacha familia yake na jamii nzima wakiwa na simanzi kuu. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. Leo asubuhi tumepatwa na pigo kubwa kupoteza mtoto mwanafunzi wa gredi ya 9 aliyekuwa anaenda shule ya mzingi ya Engoberien kufanya mtihani wake. Mtuchunguzia watu wenu ambao mumeajiri, mnajua watu wanatoka wapi. Wenye wanakata miwa ni ya wapi. Waende laini, kama kuna mtu mmoja ambaye amepotea ni huyo. Wachunguze leo wenye wanasimamia watu ambao wanakata miwa ni akina nani. So wachunguzwe, la sivyo sisi wenyewe kama wananchi tutachunguza na tutapata. Naam, mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha dakika 14 ikiwa imekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV 47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV 47 Fitness with Coach Shadrach only on TV 47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV 47.
Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Mvutano mpya wa kisiasa umezuka kuhusu iwapo mawaziri wanapaswa kujihusisha na siasa. Waziri wa Afya Aden Duale sasa anasema kuwa sheria inawaruhusu kufanya hivyo, kauli ambayo imezua ukosoaji kutoka kwa wabunge na hata kusababisha kufunguliwa kesi mahakamani. Mike Kagwongo anaripoti mengi zaidi. Waziri wa Afya Aden Duale haonyeshi dalili za kulegeza kamba kuhusu siasa. Honorable CS, once again welcome to the Senate. Akiongea katika kikao cha Seneti, Duale amesisitiza kuwa mawaziri kisheria ni wanasiasa na wataendelea kujihusisha na siasa. Cabinet secretaries by law, we are politicians and we will politic. And I want him to read the conflict of interest. I want him to read the Conflict of Interest Act, which was passed, which amended the Leadership Act. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity. Kauli hiyo ilijiri baada ya seneta wa Murang'a Joe Nyoto kumkosoa, akimtuhumu kwa kujihusisha na siasa badala ya kutoa huduma kwa wananchi. Mr. Speaker, I'm just trying to tell the CS that he would do better to work more than he does politics. Lakini Duale akitetea msimamo wake amesema anahudumia serikali ya kisiasa na kwamba sheria inamruhusu kushiriki mijadala ya kisiasa ili mradi yatekeleze majukumu yake ya uwaziri. Aliongeza kuwa ataacha tu iwapo sheria itabadilishwa. I serve a political government and the law allows me. If you change the law and says ministers should not politic, I will not politic. But for today and going forward, I abide by the law. I'm going to do politics. Kisa hiki kinajiri huku mbunge Babu Owino na chama cha wanasheria nchini LSK wakiwa wamewasilisha ombi mahakamani wakipinga kipengele cha sheria ya migongano ya maslahi ya mwaka 2025 kinachowaondoa mawaziri katika masharti ya kutojihusisha na siasa. Hatua wanayosema inakiuka kanuni ya kikatiba ya utumishi wa umma usio na upendeleo. Kwa sasa, swala hilo liko mikononi mwa mahakama na mjadala kuhusu mpaka kati ya siasa na utumishi wa umma unaendelea kupamba moto. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC leo imevamia nyumba na afisi za gavana wa Nyamira Amos Nyaribo kutokana na sakata ya ufisadi ya shilingi milioni 382. EACC vile vile ikifanya upekuzi katika makao ya maafisa 4 wa serikali ya kaunti ya Nyamira kutokana na kandarasi iliyopewa kampuni moja kujenga afisi za kaunti, miongoni mwa kashfa zingine za ufisadi. Masaibu dhidi ya gavana wa Nyamira Amos Nyaribo yangali yanamwandama baada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kuvamia makao yake na afisi za kaunti pamoja na makazi ya maafisa 4 wa kaunti ambao walitiwa nguvuni. As the commission, we have effected more than 5 court warrants, search warrants against the governor of Nyamira, Honorable Amos Nyaribo, and 4 other senior officers from the same county. This is in furtherance to the ongoing various investigations. Maafisa wa EACC wakichukua stakabadhi muhimu kuwezesha tume hiyo kuwasilisha kesi dhidi ya gavana Nyaribo kutokana na zabuni ya shilingi milioni 382 ya ujenzi wa afisi za kaunti, pesa ambazo EACC yasema hazikutumika kihalali. It has been a successful day because we have been able to recover a lot of valuable and critical documents. Gavana Nyaribo ambaye pia anachunguzwa kwa kujilipa shilingi milioni 18 amemulikwa na baadhi ya wakazi wa Nyamira ambao walitishia kumwondoa afisini hivi majuzi, huku wakishtumu EACC kwa kuzembea kazini. Just giving 2 options. He'll either choose to go to exile or resign. Because as people of Nyamira, we cannot forgive corruption. Apol Kamau, TV47.
Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Raia mmoja wa Uholanzi aliyenaswa kwenye kamera akiwa anawatukana na kuwatemea kohozi na mate maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Diani anatarajiwa kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya Kwale. Elwin Host ambaye anazuiliwa katika kituo hicho anatarajiwa kushtakiwa kwa makosa ya kumiliki dawa za kulevya aina ya cocaine, uharibifu wa mali, kuzua vurugu na kushambulia mpenzi wake. Polisi pia wanatarajiwa kuomba kibali cha kumrejesha raia huyo nchini kwao baada ya stakabadhi yake ya usafiri visa kuisha muda wake wa jinsi atakavyokuwa humu nchini Kenya kinyume cha sheria. Raia mmoja wa Uholanzi aliyenaswa kwenye kamera akiwatukana na kuwatemea kohozi na mate maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Diwani anatarajiwa kufunguliwa mashtaka. I want to inform all visitors visiting Kenya, either on tourist or on any other business, that we don't tolerate such behavior of abusing officers or any other Kenyan while they are still in Kenya. And also, I want to inform them of their obligation that in addition to immigration laws, travelers are also obligated to comply with all other applicable Kenyan law. Failure to comply will lead to prosecution, deportation for serious violation, and being barred from entering Kenya in future. I want to inform Na mtazamaji, tukiingia michezoni kwa sasa, miamba wa soka nchini Kenya Gor Mahia watakuwa na matumaini ya kuonyesha ubabe wao watakapokuwa na menyana na wapinzani wao Mathare hapo kesho. Kogale wanalenga kunyakua alama zote tatu huku wakiwa na matumaini ya kuibuka mabingwa wa soka nchini Kenya msimu huu. Isitoshe, katika mechi iliyopita Mathare ilitandika Shabana bao 1-0 katika mechi iliyopita, na ambapo watazidi kunoa makali yao kabla ya kumenyana na kikosi hicho cha Kogalo. We believe in preparation because we believe that proper preparation prevents poor performance. In our first game, we lost, but it was not a poor performance. So we're going to prepare adequately for them. And again, for me, I even like the way they play. And again, we are playing on a very good turf. I don't think they can play better than us. They're a good side, but we're also a very good side. And I think we have a bit of experience. Some of our players have a bit of exposure, and that is our trump card. And I believe that it's a game that we should be able to win. Naam, kwingineko ni kwamba Manchester City watachuana na Swansea kwa mechi ya kukata na shoka katika michuano ya ya robo finali wenye mchuano hiyo ya kombe la ligi la Carabao nchini Uingereza. Na kwingineko ni kwamba mashindano ya wachezaji wanaoishi na ulemavu ambayo yanaendelea katika mji wa Uturuki yamefikia siku ya 3 leo, huku Kenya ikitamba zaidi kwa kutoa medali kadhaa kwa kitengo cha wanaume na wanadada. Ripota wetu wa michezo Boniface Kimanzi yupo nchini Uturuki. Hebu tuungane naye atueleze ni kipi kinachotokea upande huo. Kimanzi, kama unanipata, tujuze kwa kina zaidi.
Ni siku ya 3 ya mashindano ya unyanyuaji mizani, mashindano ambayo yanaendelea hapa katika jiji la Mersin Turkey, ambapo wachezaji wa Kenya tayari wametamba zaidi katika mashindano haya, na moja kwa moja nitakuwa naongea na wachezaji. Karibu sana, tuambie jina yako na vile umejipanga. Mashindano yamekuwaje kwanza siku ya leo? Mashindano yamekuwa vizuri, tumeanza kwa kasi mno na tunatarajia matokeo yawe mema. Mchezaji mgani wa jigani ambaye umesikia ambaye amekupatia uzito sana katika siku ya leo? Mchezaji kutoka nchi ya Ukraine, nasikia amefanya mazoezi, lakini tutapambana. Mashindano ya siku ya leo imekuwa vizuri, imeenda vizuri. Nashukuru Mungu kwa hayo. Though competition imekuwa tough, lakini tumeng'ang'ana na wao zaidi. Na leo tumepambana sana. Wachezaji tumekuwa wengi na lazima tuzolee nchi yetu medali. Timu Kenya ambayo anasema kwamba lazima bendera ya Kenya iweze kupepea katika mashindano haya ambayo yanaendelewa hapa katika nchi ya Uturuki. Bila shaka endelea kutegea hapa katika runinga ya TV47, nitakuwa nakupasha mengi zaidi ambayo yatakuwa yanatokelezea hapa wakati wa mashindano haya. Mimi ni Boniface Kimanzi nikiripotia runinga ya TV47 kutoka nchi ya Uturuki. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada na tamatisha upeo wa TV47. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Valin Owino. Dr. Fweneke yuko hapa studioni, kwa hivyo usibanduke.